Funika macho yako, tufuatane kwenye sala hii tunapoombea mkutano. Sema Bwana Yesu, mimi mtoto wako na mtumishi wako niko mbele yako katika saa hii na majira haya. Ninaomba kwa ajili ya mkono wako ukawe juu yetu, na kwenye viwanja hivi ukapate kuokoa kwa jina la Yesu, ukapate kuponya kwa jina la Yesu, ukapate kufungua kwa jina la Yesu. Tena neema yako iwe katikati yetu inayookoa, maana umesema kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Nami ninakusihi kila mmoja atakayesikia neno lako leo akaokoke, na malaika zako wawakusanye watu wote kwenye mvomero yote na nje ya mvomero. Wawalete watoto wako, wawalete watu wako, wawalete watumishi wako mahali hapa, wasikie neno lako, maana ndivyo watakavyookoka, maana ndivyo watakavyookoa kwa jina la Yesu. Aendelea kuomba na mimi naomba sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu Mungu, tunapokwenda kufungua mkutano huu, kwa ajili ya shauri lako na kusudi lako ambalo watoto wako wamenibeba tokea mbali ili wapate kuja mahali hapa. Wengine wametoka kaskazini na mashariki, magharibi na kusini. Bwana, umewaleta katika mvomero ili wafikishe neno lako, ili wafikishe ujumbe wako unaookoa, injili ya Yesu Kristo ambayo wewe Mungu kwao unaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Hiyo nguvu yako ipite katikati ya mvomero, kwa jina la Yesu ikaponye, kwa jina la Yesu ikaokoe, kwa jina la Yesu ikaweke huru, kwa jina la Yesu. Tunaomba kwa ajili ya kila jambo litakalofanyika hapa, kila hatua na kila jambo litakalofanyika. Bwana anaenda kujidhihirisha, Bwana anaenda kujifunua. Kwa jina la Yesu, waliorudi nyuma uwarejeshe tena Bwana kiu ya kupenda wewe na kusogea mbele zako kila siku. Katika jina la Yesu, waliokata tamaa Bwana upate kujitambulisha kwao, maana wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kila mmoja Bwana aliyoko mahali hapa na yule ambaye anasikia sauti kutoka eneo mbalimbali, Mfalme wa mbingu na nchi, ukapate kumleta mahali hapa na neno lako ukapate kulisikia, neno lako likaponye, neno lako likaokoe, neno lako likaguse. Mkono wako wa kuume Bwana ukamtoe kutoka kwenye mateso yake na dhiki alizonazo, katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa ni Mungu. Tunasimama kinyume na roho ya mpinga Kristo kwa jina la Yesu. Roho ya utafiti wa kibinadamu tunaivunja na kuisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya mamlaka ya ibilisi tunazinyamazisha mahali hapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aina ya uchawi na kila aina ya uganga na kila aina ya nguvu za giza tunazikataa na kuzisambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ijulikane kwamba wewe Mungu unaokoa, ijulikane kwamba wewe Mungu unaponya, ijulikane kwamba wewe Mungu unawainua walio chini Bwana, waliokataliwa unawaleta tena Bwana na kuwatambulisha katika ulimwengu wa roho mbele zako kuwa na heshima iliyo kuu, katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wako ukaonekane mahali hapa, sisi tunanyamaza kimya. Utukufu wako ukaonekane mahali hapa, sisi tunakaa kimya, kwa jina la Yesu. Na damu ya Yesu itakase ardhi na anga na hewa tuliopo, na utukufu wa Bwana ukapate kuonekana. Asante kwa kuwa ni mwema, asante kwa kuwa ni mwaminifu, asante kwa kuwa unasikia. Tunaomba haya na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Shangilia Bwana kwa makofi. Shangilia tena Bwana Yesu kwa makofi. Vigelegele na nderemo nyingi kwa ajili ya Kristo. Ninaomba tuketi. Naomba tuketi. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya waimbaji wote. Haleluya, haleluya, haleluya. Barikiwe sana Bwana Yesu. Naomba tutambue uwepo wa wageni wetu kutoka chuo kikuu pale UDOM. Popote mlipo wote msimame
Shangilieni Yesu kwa ajili ya wageni wetu. Shangilieni sana Yehova. Haleluya, haleluya. Karibuni sana Mvomera. Barikiwe na Yesu. Watoto majeshi, naomba mnisaidie tuwalete hapo watoto mbele waombee kwa ajili ya kwenda kwenye darasa. Majeshi tuwalete watoto, tuwalete yosayosa. Wakiwa na mwalimu wao. Unaona mwalimu wao. Watoto wapo live kabisa bila chenga. Wakiwa na mwalimu wao Dorcas. Wapo live, hawaogopi. Na mwalimu wao Dorcas. Wapo live kabisa. Mwalimu wao Last Bond. Wapo live kabisa. Waleteni wakale dozi. Wanahitaji kumkiri Kristo akiwa bado mdogo sana. Ndio naomba nimkaribishe baba mchungaji akaribia hapa kuombea watoto. Mnao pia praise team tukiwa tunasogea hapa mbele. Praise team wala kaya. Nimkaribishe baba. Tuombe kwa ajili ya wetu wazazi pamoja na kina kaka kina dada. Nani mkononi juu tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto hawa ambao kabla hawajaumba katika matumbo ya mama zao uliwajua, na hata kabla hawajatoka uliwatenga ili waje duniani walifanye shauri lako. Nami Mungu ninaomba mikono yetu tumenyosha, Mungu tunaomba ukapate kuwatangulia, ukapande mbegu njema ndani yao, shetani asiitoe, ukaifiche chini ya damu ya Yesu Kristo na chini ya mwamba ule imara. Watoto hao kujua wewe na watimize ndoto walizonazo sasa. Mungu, wengine wawe wabunge, wengine wawe wanasheria, wengine wawe mawaziri, wengine wawe watumishi, wengine wawe marubani, wengine wawe walimu katika maeneo mbalimbali, wengine maengineer, katika kazi yote ambayo umekusudia na ndoto ulizoweka ndani yao zikapate kutimia. Bwana, unapenda darasani, pandikiza hiyo mbegu ndani yao. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Chapa makofi na vigelegele kwa ajili ya watoto wanapoondoka kuelekea darasani. Tuwaelekeze walimu, tuelekeze watoto direction. Tuelekee kule. Karibu praise team. Stay.
tunakushukuru kwa ajili ya neema na mzigo ambao tumejipatia jioni ya leo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maiki niongezea kama frequency 5 hivi. Alafu moto unaenda kuwaka kwa dakika chache. Haleluya. Haleluya. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Sio majeshi na yajua mimi. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Haleluya. Haleluya. Wapenda mwana samame. Samame. Andaa moyo wako. Mungu yuko mahali hapa siku ya leo na anaenda kutuokoa. Anaenda kutukomboa kwa namna ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Fungua moyo wako. Mungu yuko mahali hapa, amekutembelea siku ya leo. Ameleta wokovu nyumbani mwako. Fungua moyo wako. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Yes. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Pigie Bwana Yesu makofi wakati mtumishi ana sogea. Pigie Bwana Yesu makofi. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Majeshi yakiitwa, yakiitika, yakisimama, yakipiga. Majeshi, nani amewaambia mnyamaze? Nani aliyewaambia mnyamaze? Hebu mpigie Yesu kelele za shangwe. Rafiki yako mwambie Yesu yuko hapa. Mwambie tena Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Mwambie tena Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Haleluya. Majeshi sijaona, nataka majeshi upande huu na upande huu. Fanya haraka. Kimbia kwa Yesu. Yesu alikukomboa. Yesu alikukomboa. Amekutoa kwa alipokutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana wako. Wewe ni mwanajeshi.
Mike kaa vizuri kabisa. Kaa vizuri kabisa. Bado. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema ya kufika mahali hapa. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Sema amen. Watu wa Mvomero, ninawasalimu kwa jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalizo tu, usitafakari udogo wangu bali tafakari neno la Bwana. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa sababu baada ya haya yote kwenda, hata watoto wenu watakuwa sawa na mimi katika jina la Yesu Kristo. Hao watoto wako watakuwa sawa na aliyesimama hapa. Sema amen kwa jina la Yesu. Majeshi. Bado sijaona kutikisa kwenu. Hebu tikisa kwanza hapo. Kila mahali tikisa bado. Tikisa majeshi ya Bwana. Tikisa mbingu za mahali hapa. Tikisa mbingu za mahali hapa. Tikisa mbingu za mahali hapa. Majeshi yanakutikisa tu. Tikisa mbingu bado. Walimshangilia Bwana kuta za Yeriko zilianguka. Walimshangilia Bwana kuta za Yeriko zilianguka. Majeshi bado. Tikisa ngome. Tikisa bado. Kuna majeshi wanasamba. Bado tikisa. Wakati wako na Bwana. Tikisa mbingu bado. Tikisa mbingu bado. Tikisa mbingu bado. Tikisa mbingu bado. Piga kelele. Ukuta wa Yeriko waanguke. Bado kuna ukuta. Tikisa. Piga kwa Bwana. Basi naomba tusikilizane. Yesu asifiwe. Mimi ni mwalimu na pia ni mwinjilisti, kwa hiyo nitaanza kufundisha alafu baadaye nitahubiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya leo nimekuja na somo lina kichwa cha somo kinachosema majira na nyakati za mwisho. Uchaguzi wako ndio hukumu yako. Bwana Yesu asifiwe. Sema uchaguzi wako. Sema uchaguzi wako. Ndio hukumu yako. Ndio hukumu yako. Marko mtakatifu lango wa 16 mstari wa 15 na leo 16, neno la Bwana linasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkalihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Ya kwanza hiyo. Ya pili, Yohana mtakatifu mlango wa kwanza mstari wa 11 na ule wa 12, majeshi alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kama mnavyoona majeshi ni watoto wa Mungu waliopewa uwezo. Majeshi watoto wa Mungu ndio wale. Sema ndio wale waliaminio jina la Bwana. Mwambie mwisho,
mwisho. Warumi 10:9-11 na 3:14. Neno la Bwana linasema, linasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa, sema kwa kinywa chako, majeshi ya kuwa ucheka kidogo, ni Bwana na Mwokozi wa moyo wako, na kuamini kwenye moyo wako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu hukiri na kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila aminie hata tayarika, kwa kuwa kila alipata jina la Bwana ataokolewa. Sikiliza liko. Basi wamuitaje yeye wasiyemwamini? Haiwezekani. Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Haleluya! Yesu amekuja kwenu watu Mromero, Yesu amekuja kwenu watu wa Morogoro, amekuja kwenu, anahitaji mumpoke. Basi kumpokea tu peke yake, hakuna kingine. Wala walio wake, sema walio wake, hawakumpokea. Kwa hiyo tumemleta Yesu hapa, tunafahamu ya kwamba wewe ni Mkristo na wewe ni wa Yesu, lakini tumekuja sio kwamba tunabadilisha dini, tunataka umpokee. Ni wa kwako, lakini mpokee. Kuna watu wananielewa hapa, wazazi, kuna watu wananielewa hapa. Alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea. Sasa itashangaza sana, tumeita watu wa kumpokea Yesu, ukakataa kuja, manake wewe sio wa kwake. Majeshi, haleluya! Alikuja kwenu, ndio amekuja kwenu, wala walio wake hawakumpokea. Hapa hajazungumziwa kwamba wanaompokea Yesu wameasi, wanaompokea Yesu wametenda dhambi. No, hapana. Waliompokea Yesu ni wa Yesu. Kama ni wa Yesu, leo utampokea Bwana. Yeye atabadilisha ndoa yako, yeye ataponya watoto wako, yeye ataondoa uchawi na ushirikina wanaokutesa nao, ataondoa magonjwa kwenye ndoa, ataondoa utasa, ataondoa magonjwa, ataondoa mateso. Watakuloga, hautalogeka, watakuendea kwa waganga, watambulia patopo, watakesha usiku na mchana wakikutamkia
Bwana, kwa sababu Bwana majeshi, kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Umemkiri leo, anaingia kwako. Yesu akasema, atakayenipokea nitakaa kwake, nitatembea naye, nitakula pamoja naye. Haleluya! Majeshi, haleluya! Majeshi, kelele kwa Bwana, kelele kwa Bwana, kelele kwa Bwana. Bado majeshi, ongeza tena kelele kwa Bwana. Majeshi, wakati wako kupiga injili, kupiga injili, piga injili majeshi, piga injili. Shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu tena, shangilia Yesu tena. Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Tena wasikiaje? Tena wasikiaje pasipo mhubiri? Ndio mhubiri nimesimama hapa. Sikia neno la Bwana, mtu wa Mvomero. Sikia neno la Bwana. Hiyo ndoa iliyokufa leo inafufuka kwa jina la Yesu. Hayo mateso nyumbani kwenu yanaondoka kwa jina la Yesu, kwa sababu tumemleta Yesu ambaye anabeba mizigo ya watu. Ajueni kwangu ni nyote mnaolemewa na mizigo, na mitapumzisha. Yupo Yesu hapa kwa ajili ya kupumzisha. Alikuja kwa wale walio wake, hawakupokea. Hajazungumzia wenye dhambi, amezungumzia wake. Wake uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe dini yoyote, wewe ni wa Mungu. Amekuja kwenu leo katika jina la Yesu. Amekuja kwenu kwa jina la Yesu. Mpaka walioko kwa nyumbani unanisikiliza, Yesu amekuja kwa ajili yako. Yesu amekuja kwa ajili yako. Sikiliza sasa. Bali waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika watoto wa Mungu. Huwezi ukawa mtoto wa Mungu pasipo kupewa uweza, na huo uweza utapewa pale endapo utampokea Yesu. Amen. Haleluya. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamini jina la Bwana. Na anayeliamini jina la Bwana ndiye atakayeurithi ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukasema tunamwamini Yesu kama hatujampokea. Sizungumzi kubatizwa, sizungumzi wewe ni dini ya aina gani, ninazungumzia kumpokea. Kubatizwa ni tofauti na kumpokea. Bwana Yesu asifiwe. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ukishafanyika mtoto wa Mungu, ukiomba lolote kwa baba yako unapewa. Wao akija wanakuloga, hata wakulindia nyumba yako. Wanazunguka na tupa mchanga juu ya bati, hata watupe wanakulindia nyumba yako kwa jina la Yesu. Watatafuta kuharibu watoto wako ili wasisome. Watasoma kama sisi katika jina la Yesu. Wanapesa ndoa yako ili kuachana mpatana katika jina la Yesu. Kwa maana ukimpokea Yesu peke yake, yeye ndiye anaweza kubadilisha majira na nyakati. Haleluya! 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 Ewe wanaomwamini Yesu wapige makofi mengi mengi. Wapige tena makofi mengi mengi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Usikiaje pasipo mhubiri? Mhubiri tumekuja. Ni wangapi walionielewa na wanaahidi kumpokea Yesu leo? Nyosha mikono juu. Hebu nyosha mikono juu nikuone katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Hebu endelea kukunyosha. Utashangaa ghafla furaha inaingia kwako. Ghafla furaha inaingia kwako. Ukimpokea Yesu unakuwa na amani, unakuwa na furaha. Watoto wako watalandalana mtaani. Watoto wako watasoma mpaka vyuo vikuu. Watoto wako watafanikiwa. Pokea furaha ya Bwana. Utakapompokea leo Yesu, atabadilisha maisha yako. Utakapompokea leo Yesu, atakupa tumaini. Atafungua milango ya uchumi, ya elimu, ya ndoa. Atafungua milango. Sema amen kwa jina la Yesu.
Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema baba, sema. Watu wamesikia. Alikuja kwenu. Ndio amekuja kwenu. Wale walio wake hawakumpokea. Hatari! Hapa haijazungumziwa kwamba wanampokea Yesu wameasi, wanampokea Yesu wametenda dhambi. No, hapana. Waliompokea Yesu ni wa Yesu. Kama ni wa Yesu, leo utampokea Bwana. Yeye atabadilisha ndoa yako, yeye ataponya watoto wako, yeye ataondoa uchawi na ushirikina wanaokutesa nao, ataondoa magonjwa kwenye ndoa, ataondoa utasa, ataondoa magonjwa, ataondoa mateso. Watakuroga au utalogeka, watakwenda kwa waganga, watambulia patopo, watatesa usiku na mchana, wakikutamkia mabaya. Hayo mabaya yatakuwepo kwa sababu Bwana, kwa sababu Bwana majeshi, kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Umemkiri leo, anaingia kwako. Yesu akasema, atakayenipokea nitakaa kwake, nitatembea naye, nitakula pamoja naye. Haleluya! Majeshi, haleluya! Majeshi, kelele kwa Bwana, kelele kwa Bwana, kelele kwa Bwana. Bado majeshi, ongeza tena kelele kwa Bwana. Majeshi, ndio wakati wako wa kupiga injili. Hebu piga injili, piga injili, piga injili majeshi, piga injili. Shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu tena, shangilia Yesu tena, shangilia Yesu tena. Tena wamsikiaje? Pasipo mhubiri. Wahubiri, piga kelele kwa Yesu. Piga kelele kwa Yesu. Haleluya. Jamani, ongeza, ongeza, ongeza. Ongeza basi kelele hizo. Wahubiri wako wapi kwa jina la Yesu? Tena wasikiaje? Tena wasikiaje? Pasipo mhubiri. Mhubiri imesimama hapa. Sikia neno la Bwana Mtongomero. Sikia neno la Bwana. Hiyo ndoa iliyokufa leo inafufuka kwa jina la Yesu. Hayo mateso nyumbani kwenu yanaondoka kwa jina la Yesu, kwa sababu tunamleta Yesu ambaye anabeba mizigo ya watu. Achoni kwangu ni nyote mnaolemewa na mizigo na mitapumzisha. Yupo Yesu hapa kwa ajili ya kupumzisha. Alikuja kwa wale walio wake hawakupokea. Atazungumzia kwa hiyo tumetoka huko tulipotoka kwa sababu ya nafsi yako wewe dada, kwa sababu ya nafsi yako wewe mama. Hiyo ndoa inaharibika, mume wako amekuwa mlevi, watoto wako hawaeleweki. Tumekuja kwa ajili yako dada, ambaye uelewi maisha yako yanaendaje. Tumekuja kwa ajili yako. Utakapopokea Yesu, ataingia kati maisha yako, atatetea maisha yako, atatetea familia yenu, atatetea ndoa yako, atatetea jamii ya mahali hapa. Naomba unielewe, wewe sio kwamba hujaokoka, wewe ni mtu wa Mungu, lakini amekuja kwako, anataka umpokee. Amen. Hajasema kwamba Wakristo, amesema alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea. Kama nyie mngekuwa tayari mmempokea, kabisa tusingefika mahali hapa, kabisa tusingefika mahali hapa. Nasema tena kabisa tusingefika mahali hapa. Ngoja tena mikono nitie kama wewe kidogo, bado paleuma. Majeshi, majeshi, hebu tikisa mbingu kwa kumshangilia Bwana.
Mshangilia Bwana. Haleluya. 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 Kwa Yesu hakuna mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atakayemkiri Yesu kwa kinywa chake ataokoka. Sema ataokoka. Atapona. Atafunguliwa. Ataokolewa. Sema amen kwa jina la Yesu. 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 Naomba tusimame wote. Moyoni namalizia kwa hiyo nyimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise, naomba tuwai hapa mara moyoni mwangu. Naomba tusogee taratibu. Baba zangu mlioko kule mbali, naomba tusogee karibu huko. Naomba tusogee taratibu. Moyoni mwangu. Sogea tu kwa madhabahu. Moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Naomba tusogee. Kwa Yesu naomba tusaidiane kuwasogeza watu. Moyoni mwangu. Watu wote naomba tusogee huko. Watu wote mpaka kule nyuma naomba tusogee tu wote huko. Sogea tu. Uko na pia naomba tusogee huko. Moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Sogea taratibu wakati tunaimba nyimbo kwa furaha kabisa. Yes. Unaweza kucheza kidogo kwa Yesu. Nina furaha. Yes, watu nataka wale wote wanaokuwa. Nimepata Yesu. Sogea taratibu. Nina furaha. Yesu naomba tusaidie wale ambao Yesu kuwabebea tubu Yesu. Naomba tucheze kwa pamoja. Nisikie kelele za shangwe kwa Bwana. Haleluya wachaji. Yesu bado kuna watu wamebaki kule nyuma. Naomba tusogee taratibu, sogea taratibu mbele. Usikae mbali sana. Basi hapo ulipo kwa moyo upendo kabisa, unaweza ukafunika macho yako popote pale ulipo mpaka kule. Funika tu macho yako popote ulipo. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa amesema nasi siku ya leo. Ninajua kabisa umenisikia na umenielewa. Na hakika leo utamwona Mungu akiyapigania maisha yako. Zile changamoto zote ambazo ulikuwa unaziona kwenye maisha yako, hautaziona tena. Na mkutano utaenda kuandika historia kwenye maisha yako. Basi naweza kuuliza swali hili. Kama uko hapa na unatamani kumpokea Yesu leo, hebu nyosha mkono wako popote ulipo. Funika macho yako. Funika macho yako. Wote tufunika macho yako. Unatamani kumpokea Yesu, inua tu mkono wako mmoja juu. Kwa imani tu na Mungu akubariki. Na Mungu akubariki, asante. Basi unaweza ukasogea hatua mbele. Moja, majeshi naomba tusaidiane hapa. Asante kijana. Hakika Mungu atabadilisha maisha yako. Asante mama. Asante dada. Asante. Usimwangalie jirani yako. Leo nampokea Yesu na anabadilisha. Funika macho yako. Usimwangalie mwenzako anakuja. Wewe angalia nafsi yako. Naomba tusogeze tena mbele. Usogee tena. Usogeze tena. Naomba tusogee. Ninaona watu wengi ambao wanatamani leo kumpokea Yesu. Wapo wengi sana. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Kuna mama pale anaguswa. Karibu mama yangu mzuri. Karibu, tumekuja kwa ajili yako. Hakika Mungu atabadilisha maisha yako. Bado ninaona watu wengi. Funika tu macho yako mpaka kule nyuma. Funika tu macho yako. Utamwona Baba. Utamwona Mungu kwenye maisha yako.
Sogea tumpokee Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya uaminifu. Aliona mimi ni msambi sana. No, tumezungumzia kwamba alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamini. Asante kaka yangu anaguswa pale. Tusogee. Mbona watu mnaangalia? Funika macho yako. Kia kwetu. Funika tu macho yako. Bado watu wengi sana Roho Mtakatifu ananiambia wako hapa kwa ajili ya kumpokea Yesu. Asante dadangu. Sogea, hata kama ni mtoto mdogo unasikia ndani yako kumpokea Yesu. Sogea tu kwa Yesu. Haubadilishi dini, unampokea Yesu, unaondoka naye. Asante Roho Mtakatifu. Tufunike macho yetu mpaka kule nyuma. Asante Roho Mtakatifu, gusa mioyo yao. Gusa mioyo yao. Unasikia ndani yako, sogea tu. Unasikia kuitwa na sauti ya Bwana. Naomba tuimbe kwa nguvu tena na kwa furaha. Funika macho yako wakati unaimba. Funika macho yako. Ukisikia ndani yako kuguswa, sogea tu. Kuna mmoja anasikia sauti yake, sijui niende. Asante. Sogea. Asante mabinti. Asante. Bado kuna watu wengi. Funika macho yako. Roho Mtakatifu ananiambia bado wako wengi. Mungu atabadilisha maisha yako kijana. Mungu anabadilisha maisha ya watoto wako. Lakini hawezi kubadilisha kama hujampokea. Kuna mtu mmoja anasikia sauti inamwambia usiende. Asante, sogea. Asante Yesu. Yes, asante Yesu. Kuna mtu mmoja anajiuliza maswali. Sogea, Mungu anakupata. Unasikia sauti, sogea. Naomba tusikilizane. Hebu nyinyi mnataka kumpokea Yesu, sogee mbele. Sogea tu. Majeshi wasaidiane, wasogee mpaka hapa. Bado kuna watu wengi. Nasikia sauti inaniambia bado watu wangu. Pengine usipate nafasi tena. Kuna mmoja yuko, wengi wawili wako pande huu. Mungu anataka kuinua vipawa vyao, na unasikia sauti inakwambia nenda. Lakini ndani yako unasikia sauti inakwambia usiende. Upande huu kuna mama unasikia nenda, lakini unaona watanionaje? Upande huu kuna mtu anasikia sauti, lakini anasikia ni watanionaje? Pengine ni mzee wa kanisa, watanionaje? Hatuzungumzi kwa habari ya dhambi, tunazungumzia kwa habari ya kumpokea Yesu. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sikia kijana, nikwambie, ili Mungu afungue milango na ingilie kati maisha yako, ni kumpokea tu.
Kusogea hapa mbele si kwamba una dhambi, hapana. Umeamua kutoka ndani. Namtaka Yesu abadilishe maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba basi tunaenda kuimba hii nyimbo tena. Naomba ukisikia sauti ndani yako usiache kusogea. Ukisikia sauti inakwambia njoo, ukisikia sauti inakwambia nenda, usiache hiyo sauti. Ni sauti ya Mungu aliye hai. Wala utasikia nikikuita, si tunaimba, ndani yako utasikia sauti inakwambia njoo, njoo, njoo. Ukisikia hiyo sauti ni ya Mungu, sio ya kwangu, sio ya kwangu. Nakataa kila roho za mapoza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kila roho za mapoza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho za mapoza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho za mapoza kwenye familia yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo nimekombolewa mimi na familia yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hapata kuwa na utumwa tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Funika macho yako, nikushukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mkutano mzuri wa siku ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya kila jambo ambalo ni jema machoni pako ambalo limetokea katika siku ya leo. Bwana, sifa na utukufu ni zako Bwana. Sisi tupungue na wewe uongezeke Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nasi Bwana tunatabiri kufanikiwa, tunatabiri kuendelea mbele kwenye maisha yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatabiri uweza, tunatabiri afya kwa jina la Yesu, tunatabiri mafanikio resopelia katapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa maana wamekuwa huru, tena huru kweli kweli kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wamekuwa huru, tena huru kweli kweli. Bwana, habari ya mkutano wa siku ya kesho, Roho Mtakatifu bado unahitaji neema yako. Wewe ni kimbilio letu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa ajili ya mkutano wa siku ya kesho. Bwana, Mungu na uwezo wako resopelia hapa sikamiliki mahali hapa kwa jina la Yesu, kwa ajili ya mkutano wa siku ya kesho. Bwana, Mungu na uwezo wako resopelia hapa sikamiliki mahali hapa kwa jina la Yesu. Wanapoondoka mahali hapa, baraka zako ziambatane pamoja nao kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi. Ninasopeleka teria kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Tongomero. Mwambie mwenzako, hii ni mwanzo tu. Hii ni mwanzo tu. Mwambie mwenzako, usinipunguzie mwendo. Usinipunguzie. Hii ni mwanzo tu. Hii ni mwanzo tu. Amen. Yesu, wakati huu naomba mkaribishe baba atamke baraka. Atamke baraka tunapo alishia mtu wetu. Shangilie tena Bwana Yesu kwa makofi. Akubariki Mwenyezi Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Na vigelegele. Unaweza ukaongeza zaidi tena, unaweza ukafanya zaidi tena. Unaweza tukachukua nafasi yako tusikilize mata kidogo tofauti na leo. Kwa niombe kwenye swala zima la uimbaji, kwaya za wenyeji wa mahali hapa. Niombe nikutane na viongozi wenu tuweze kupeana utaratibu mzuri, na nikusisitiza tu kwamba kesho tuwahi tuweze kuwekana kwenye ratiba mapema. Utakapojitahidi kuwahi ndipo itaamua kwamba tunakuweka kwenye ratiba au inakuaje ili tuweze kuenda vizuri.
mida kama hii baada ya mkutano kuwa umeisha, kuna vitu ambavyo tutaandaa utaratibu mzuri ili viwafikie. Kwa hiyo mualike mwenzio kesho tufike kwenye mkutano hapa, Kristo atuhudumie, lakini pia tuhudumiwe na vitu vingine ambavyo vimetoka kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Naomba nimkaribishe baba mwinjilisti aweze kuendelea na matangazo mengine. Vomero Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Vomero Bwana asifiwe. Amen. Niwe na matangazo matatu tu ya kukumbusha pia na mengine ambayo ni mageni kwako. Tangazo la kwanza, mwambie jirani, kuanzia saa 1 kamili, kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 2 kamili utakuwa na sinema. Basi mpigie Mungu makofi mengi mengi. Yes. Kwa hiyo tufike hapa. Okay. Kuna diary hapa uliyesahau, naomba utuone diary hapa. Lakini sinema saa 1 kamili mpaka saa 2 kamili ni kwa ajili yenu watu wa Mvomero, sio kwa ajili yetu. Kwa hiyo niwakaribishe sana.